zima la usajili. Wanalenga nini? Wanalenga kumtafuta mchezaji ambaye anaweza akaisaidia timu wakati ambao timu itakuwa inamhitaji mchezaji machua, yani kwa maana mchezaji mwenye uzoefu mkubwa wa soka la bara la Afrika. Kwa miongoni mwa wachezaji ambao ana uzoefu mkubwa wa bara la Afrika basi ni Presi Muzi Tau. Mpaka sasa hivi ana umri wa miaka 32. Alishawahi kucheza kwenye kikosi cha Brighton Hove ya pale England. Baadaye akajiunga na Al Ahly, lakini sasa hivi alikuwa anakipiga kule Vietnam. Kwa hiyo ni miongoni mwa wachezaji ambao ukiangalia karia inambeba, lakini pia uwezo mkubwa na ufanisi mkubwa wa kutumia nafasi ni kitu ambacho amebarikiwa sana Presi Muzi Tau. Kwa kwangu mimi, kwa timu kama ya Simba Sport Club kuhusishwa naye sio jambo geni, lakini kitu ambacho Alpha Ndajabu ambacho mpaka sasa natakuwa tujiulize sana ni kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wanaye mchezaji kama Elie Mpanzu Kibisawala, wanaye Anse Oura, wanaye Lebase Gwe, lakini wanaye Katelso Makgalwa ambaye huyu wamemsajili dirisha la usajili. Hawa wote ni mawinga na wana uwezo wa kufanya kile ambacho unakuwa kihitaji wakati wote. Sasa Presi Muzi Tau anaingia kwenye hili sakata na dili lake Alpha Ndajabu mpaka sasa hivi na wekundu wa Msimbazi Simba lipo hivi. Presi Muzi Tau baada ya kufuatwa na wekundu wa Msimbazi Simba na vigogo kwa maana ya Simba ameomba kwamba apewe muda mwingi wa kucheza kwenye klabu. Sasa hii tayari inaweza kuleta nembo ya kwamba Presi Muzi Tau ni mchezaji wa aina gani. Ngoja tusubiri tuone dili lake litakuwa vipi, lakini kwenye swala la kuinufaisha Simba, Presi Muzi Tau ni miongoni mwa wachezaji hatari barani Afrika. Hilo yani lifahamike hivyo, kwa sababu alipokuwa na kikosi cha Mamelodi Sundowns alisha kufanya kazi kubwa sana. Alipokuwa pia na kikosi cha Al Ahly ameshafanya kazi kubwa. Whatever the case, bado kwenye timu ya taifa ya Afrika Kusini amekuwa ni miongoni mwa wachezaji hatari sana. Siku za hivi karibuni jina lake ni kama halina uvumi mkubwa sana kwa sababu ya mambo kaza ambayo ameyapitia baada ya kutoka Al Ahly na kwenda kule Vietnam, na ndio maana watu wengi walihoji kuhusiana na kutokuonekana kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Afrika Kusini. Lakini ukiangalia ni mchezaji ambaye kiukweli jina lake ni kubwa hapa nchini Tanzania. Alishawahi kuwafunga Yanga, alishawahi kuisumbua klabu ya Simba kwenye michuano mbalimbali. Sasa Alpha Ndajabu Simba kama watamnasa Presi Muzi Tau, ina maana kwanza wanaenda kunufaika na ukongwe alionao Presi Muzi Tau kwa maana ya uzoefu wa michuano ya CAF Champions League. Hicho tu ndo cha kwanza. Lakini kitu cha pili kutoka kwa Presi Muzi Tau ni ubora wa kuwa na ufanisi wa kutumia nafasi kwa ubora kwenye maeneo ambayo inastahili yeye atumie nafasi. Hiki ndio kitu ambacho anacho Presi Muzi Tau, na ndio maana mimi naweza nikasema kwamba ni miongoni mwa surprise kubwa sana ambao kama atajiunga na wekundu wa Msimbazi Simba atakuwa ni miongoni mwa wachezaji hatari na ni bora na anaweza akaisaidia timu moja kwa moja. Kwa hiyo kama Simba anahusishwa naye, ina maana kwangu mimi natamani sana unapata ubora kama Presi Muzi Tau, inabidi wampunguze winga mmoja. So tayari una mawinga wanne mpaka sasa. Presi Muzi Tau pia ni miongoni mwa winga. Kwa maana yake kwangu mimi naona ni kama vile Simba wanazunguka sana kwenye mapana ya uwanja. Ni kama watu wengi wanahoji kuhusiana na safu ya ushambuliaji kwa maana striker, kwa maana Ibrahim Dombia. Kwa siku za hivi karibuni watu wameona kiwango cha Ibrahim Dombia. Watu wamejaji sana kwamba kiwango chake sio ni cha kawaida sana. Basi Simba wangeangalia namna ya kumuongeza striker mwingine kuliko winga, kwa sababu upande wa mapana ya uwanja Simba tayari wameonekana bora na wana uwezo wa kufanya kile kilicho bora. Lakini kwa Presi Muzi Tau ni miongoni mwa wachezaji ambao anaweza pia kucheza kama namba 9 kwa maana post number 9. Ila kitu ambacho anaweza kukuofa Tau ni ubora wa kupiga pasi kwenye maeneo sahihi ya uwanja na akafanya kile kilicho bora. Uzoefu wa michuano ya CAF Champions League na uzoefu wa kucheza kwenye timu kubwa ambazo zina historia ya kubeba ubingwa wa CAF Champions League kwa maana Mamelodi Sundowns ni mabingwa wa mwaka uliopita pamoja na timu ya Al Ahly ambao ni mabingwa wa karne kwenye michuano hii ya CAF Champions League. Okay, sasa